Kwa mashabiki wa Manchester United leo inaweza kuwa ni siku ndefu au ikawa ni siku ya furaha kumwona kwa mara ya kwanza kocha Michael Carrick akiongoza kikosi cha Manchester United mara baada ya uteuzi wake kama kocha mkuu wa muda wa kikosi cha Manchester United. Pindi alipoondoka Ruben Amorim, Michael Carrick amefuata akimshinda Ole Gunnar Solskjaer kwenye kuwania nafasi hiyo ya kocha wa muda kwa kipindi cha kama miezi 6 hivi mpaka pale ambapo ligi itamalizika, kwa sababu leo ndio siku ambayo Manchester United majira ya saa 9:30 kwa saa za Afrika Mashariki wanaenda kuvana na kikosi cha Manchester City ya Pep Guardiola katika mchezo mgumu kabisa wa English Premier League. Of course ni mchezo ambao unafungua weekend ndefu ya Premier League, unachezwa mapema kabisa na Manchester United wanakwenda kuvana na Manchester City. Sio kitu ambacho Carrick alitegemea kukutana nacho katika mchezo wake wa kwanza mara baada ya kupewa jukumu. Pengine angetamani kukutana na timu nyingine za tofauti mbali na Manchester City, lakini ndo ratiba inavyosema. Na of course ni mechi ngumu kwa Manchester United, lakini ni mechi ngumu zaidi kwa kikosi cha Manchester City. Lakini sasa kabla hatujafika kwenye kuzungumza mchezo wenyewe, ni kujuze tu wewe ambaye ni shabiki wa United lakini pia ni mfuatiliaji wa soka kuhusiana na mabadiliko ambayo United wameyafanya. Pengine unaliona jina la Michael Carrick peke yake kwenye kikosi cha Manchester United, lakini Michael Carrick ana namba 2, ana namba 3, lakini pia ana kocha mwingine msaidizi wake kwenye backroom staff yake pamoja na kocha wa magolikipa. Nikianza na kocha wa magolikipa, Craig Mawson ni kocha wa magolikipa kwa kocha Manchester United, lakini alikuwa ni msaidizi namba 2, ni msaidizi wa kocha wa makipa wa Manchester United aliyepita ambaye ameondoka na Ruben Amorim. Aliingia pia Manchester United alikuwa na Ruben Amorim. Craig Mawson ni kocha wa magolikipa na yuko kwenye staff ya hivi sasa ya Michael Carrick akiwa kama kocha wa magolikipa wa klabu ya Manchester United. Lakini kwa upande wa namba 2, kwa maana ya kocha msaidizi namba 1 ya kikosi cha Manchester United, ni kocha ambaye aliwahi kutoa ubingwa wa UEFA Champions League akiwa na klabu ya Chelsea, lakini pia amewahi kutoa ubingwa wa Premier League akiwa na klabu hiyo ya Chelsea. Amefanya kazi na Jose Mourinho, fanya kazi na Antonio Conte, makocha almost 6 wa kikosi cha klabu ya Chelsea amefanya kazi chini yao akiwa msaidizi wao. Hapa simzungumzi mtu mwingine, na mzungumza Steve Holland. Uzoefu wa kutosha kabisa kwenye kikosi cha Manchester United unakwenda kupatikana chini ya Steve Holland, na uteuzi wake pia ulizingatia majadiliano yaliyofanyika kati ya mkurugenzi wa michezo wa Manchester United kwa maana ya Jason Wilcox pamoja na mazungumzo yaliyofanywa na Michael Carrick, wakaafikiana kwamba wanahitaji uzoefu na nani ambaye anafit zaidi ni Steve Holland. Mbali na Steve Holland yuko pia Jonathan Woodgate. Jonathan Woodgate kwa wengi ambao wanamfahamu, siku si nyingi hapa alikuwa mchezaji. Amepita Tottenham Hotspur, Real Madrid, amepita Leeds pia United. Ni mchezaji wa zamani wa vilabu, lakini pia alikuwa kocha msaidizi wa Michael Carrick kwa Middlesbrough mpaka mwezi Juni mwaka 2020 alipoondoka. Yeye atakuwa pia sehemu ya wasaidizi wa Michael Carrick kwenye kazi yake kama kocha wa muda wa Manchester United katika kipindi cha miezi 6. Na wa mwisho, mtu wa maana kabisa, ni Travis Binion. Watu wengi wanamfahamu, wale wa Nazi wa Manchester United, the Red Devils. Travis Binion amekuwepo kwenye kosti ya under 18. Historia yake kubwa, amewahi kushinda ubingwa pale mbele ya mashabiki kama 67 hivi kwa Manchester United alikuwa na kosti ya under 18, lakini pia alikuwa kocha wa under 21. Kwa Travis Binion pia naye anaongezeka kwenye benchi la ufundi. Lakini nimesema mtu wa mwisho, isipokuwa mtu wa mwisho ni John Evans, mchezaji wa Manchester United ambaye miaka miwili iliyopita ndani ya kipindi cha miaka miwili amekuwa akitumikia Manchester United. Ameondoka msimu huu mwishoni, msimu uliopita mwishoni, na sasa amerejea Manchester United kama sehemu ya makocha wa Manchester United wanaoenda kuivaa Manchester City leo. Kwa hiyo pale kwenye touchline utawaona watu ambao nimekutajia, lakini kwenye bench pia utaona watu nimekutajia pamoja na backroom staff ambayo iko kwenye kikosi cha Manchester United. Kuna watunza vifaa na wengine ambao bado wataendelea kuhudumu kwenye kikosi cha Manchester United. Sasa kuelekea kwenye huo mchezo, Manchester City wanatafuta alama 3 kwa sababu ya gap lililopo kati yao na klabu ya Arsenal the Gunners. Hawahitaji kutengeneza gap kubwa kwenye vita yao ya kushindania ubingwa, lakini hofu kubwa imekuwepo kwa mtu ambaye anategemewa au mbeba maono wa klabu ya Manchester City, Erling Haaland. Hofu yake kubwa kidogo imekuwepo kwa sababu hajafunga kwenye open play michezo 5 mfululizo. Ataamka kwenye mchezo dhidi ya Manchester United, ni swali la kujiuliza pia kuhusiana na Erling Haaland, anaamkia kwenye huo mchezo au vinginevyo. Jingine pia la msingi kabisa la kufahamu kuelekea katika huo mchezo ni kwamba Manchester City of course wameboresha squad yao, na Andre Semenyo mpaka sasa amefunga magoli 2 na kuassist goli 1 toka ajiunge na klabu hii kwenye dirisha hili dogo la usajili, akitokea klabu ya Bournemouth. Amekuwa na mchango mkubwa kwenye kikosi cha Manchester City katika mchezo mmoja wa FA Cup pamoja na mchezo mmoja wa ligi soka nchini
Uingereza. Kuna shida kidogo na kuna mapambano makubwa ambayo yanaendelea pia yeye pamoja na Jeremy Doku upande ule wa kulia, lakini pia upande wa kushoto kuna mpambano pia unaendelea na City inaendelea kuboresha squad yake siku hadi siku. Lakini taarifa pia ya siku ya jana ni kwamba Manchester City wamefikia makubaliano na Crystal Palace dau la takriban pauni milioni 20 pamoja na nyongeza ambayo itafikisha kama pauni milioni 30 kwa ajili ya kumsajili Mark Gay ambaye ni nahodha wa klabu ya Crystal Palace. Muingereza huyu anakwenda kujiunga na Manchester City wakati huu ambao City ina struggle kwenye eneo la mlinzi wa kati, lakini Gay hatopatikana katika mchezo huu wa Manchester City dhidi ya Man United. Kwa United kidogo wanapata breathing space, wamekuwa na run mbaya sana. Of course michezo mitano iliyopita ya ligi wamekuwa na run sio nzuri na kuvutia, wana ushindi mmoja lakini wazaji wao ambao walikuwa wameenda kwenye AFCON kwa maana Amad Diallo ambaye alienda kwenye coast ya Cote d'Ivoire, Ivory Coast, na Bryan Mbeumo ambao alijiunga na Cameroon, wote wamerejea na watakuwa sehemu ya mchezo, na Michael Carrick amethibitisha hilo kwenye mkutano wake na waandishi wa habari. Of course Carrick amedefine malengo yake ni kwamba yeye kama kocha wa Manchester United anatamani kuiona United inamaliza angalau karibu kabisa na nafasi za juu za ligi soka nchini Uingereza ili kuweza kushiriki mashindano ya Ulaya kwa msimu unaofuata. Na ukiangalia pia United wanatamani hivyo kwa sababu msimu huu wamekuwa na run mbaya sana. Hawana mashindano ya Ulaya, lakini mbali na hivyo wameondolewa kwenye Carabao Cup, wameondolewa pia kwenye FA Cup. Kwa hiyo wanatamani kushiriki kwenye mashindano ya Ulaya kwa maslahi mapana ya klabu ya Manchester United. Mpaka sasa tunapozungumza ni kwamba United wako tayari kwa ajili ya kuivaa City, na of course wakati United ambayo inafanyaga mabadiliko ya makocha inakuaga inashangaza sana vilabu vikubwa. Unakumbuka Ole Gunnar Solskjaer wakati anapewa run ya mechi 8 alikutana na mechi ngumu, lakini alipata matokeo kwenye mechi zote 8 akiwa kama caretaker manager kwa Manchester United. Kwa watu wengi wanategemea pia hilo kutoka kwa Michael Carrick. Wanategemea kuona pia fomu ya Benjamin Sesko ya at least kufunga magoli 3 katika mchezo miwili iliyopita itaendelea au vinginevyo. Bruno Fernandes pia amerejea kwenye eneo lake la kawaida la kiungo mchezeshaji namba 10, amerejea kwenye hilo eneo na United namtumia Kobbie Mainoo. Mchezo uliopita ameanza Kobbie, akacheza mechi dhidi ya Brighton, amecheza Kobbie Mainoo pamoja na Manuel Ugarte walioanza, Casemiro akitokea bench, lakini Bruno amecheza kama namba 10. Of course United ina advantage kwa sababu wachezaji wake wengi wanarejea kutoka majeruhi. Harry Maguire amerejea, Mason Mount amerejea pia. Ukijumlisha na hiyo combination ya wachezaji kama kina Bruno Fernandes na Amad Diallo pamoja na Bryan Mbeumo na Benjamin Sesko na Matheus Cunha, United inaingia katika mchezo huu kama challenger mzuri mbele ya Manchester City. By the way, mashabiki wa United wanatamani angalau hata wafunge ili run isiwe ndefu. Mechi ijayo ni dhidi ya Arsenal, wamkazie Arsenal, wapunguze ile gap sababu wanatamani kuona Arsenal the Gunners zikishinda ubingwa wa EPL, na wao wanatamani kuwa kizingiti kwa Arsenal the Gunners. Litawezekana au vinginevyo sijui. Ni leo saa 9:30 Manchester United dhidi ya Manchester City. Ni Manchester derby ambayo kwa siku za karibuni City wamekuwa hatari na wamekuwa na mafanikio zaidi ya Manchester United. Ni jambo la wazi. Endelea kusubscribe kwenye channel yetu, tufuatilie wakati wote pia, na uendelee kupata taarifa, matokeo pamoja na matukio mbalimbali ya kimichezo wakati wote. Bye bye.